Naomba nikuulize swali, alafu ukinijibu ndio, basi hii topic inakuhusu. Je, umewahi kupita katika stress na pressure kubwa, nyakati za stress na pressure kubwa kwenye maisha? Je, umeshawahi kupita kwenye nyakati za kukatishwa tamaa sana kwenye maisha? Je, umewahi kupita katika vipindi vya majaribu, vya kujaribiwa na kutikiswa na kukatishwa tamaa? Sisemi vipindi vya muda mrefu, kipindi fulani ulipita kigumu katika maisha yako. Kama jibu ni ndio, basi hii topic inakuhusu, na hii topic inasema fanya mambo haya unapopita kwenye stress na nyakati ngumu. Fanya mambo haya unapopita katika changamoto ngumu za kimaisha. Fanya mambo haya ambapo unapita kwenye nyakati za kukatishwa tamaa na kushindwa kuamini kama nitafika au sitofika. Mambo haya matatu yatakusaidia kukutia moyo na kukuongezea hatua ya kwenda mbele. Jambo la kwanza, fahamu kuwa hakuna shida ya kudumu. There is no a permanent temptations, no permanent test, no permanent hardship, no permanent challenge. Hakuna shida ya kudumu, hakuna tatizo la kudumu. Watu wanaugua lakini hawaugui maisha yote. Watu wanapata ajali lakini hawapati ajali maisha yote. Watu wanafilisika lakini hawafilisiki maisha yote. Watu wanapata changamoto za skendo na aibu lakini haziko kila siku. Hakuna tatizo la kudumu. Jitie moyo ya kwamba hata hilo tatizo unalopitia ni temporary. Hata hilo tatizo unalopitia halitodumu, litapita. Jifunze kuambia matatizo yako, niko sasa hivi muda mfupi na ninyi, haya yatapita na mimi nitapita, nitavuka, nitaondoka, nitakwenda sehemu nyingine. Jifunze kumtia moyo mtu anayepita katika changamoto kama hii. Mwambie tatizo lako ni temporary, haliko maisha yote na haliko maisha permanent muda wote, litapita. Ndio linauma, ndio umefiwa, ndio unalia, ndio una uchungu, ndio uamini kama maisha yataenda, but let me tell you, hata unavyohisi nayo pia ni temporary, sio ya kudumu, itapita. Jambo la pili, ni vizuri ufahamu na uelewe ya kwamba unapopita katika nyakati ngumu na za pressure na za stress kubwa na nyakati za mapito magumu, usitumie permanent solution. Usitumie solution ya kudumu au suluhisho la kudumu ukishughulikia tatizo la muda mfupi. Tatizo la muda mfupi litafutie mbinu za muda mfupi. Usitumie mbinu za muda mrefu. Usitumie mbinu za kudumu kudili na tatizo la kupita. Usitumie bunduki kuua mende. Usitumie bunduki kuua mbu. Usitumie gobole kuua panya. Matatizo ya muda mfupi, tafuta solutions za muda mfupi. Matatizo ya kupita, tafuta solutions za kupita. Usitumie msingi mkubwa wa kama gorofa wakati unajenga kibanda cha kuuzia chipsi. Hapana. Fahamu nini utumie kwenye tatizo lipi, silaha ipi utumie kwenye changamoto ipi, maombi yapi utumie kwenye mapito yapi. Itakusaidia kuleta suluhisho kwenye changamoto zako. Na mwisho, usifanye maamuzi kwa shinikizo, bali fanya kwa kuongozwa na kusudi. Don't make decision by being pushed with emotions. Make decisions by the purpose. Make decisions based on purpose. No emotions kwenye maamuzi yako. Ongozwa na kusudi. Nini unakiona mbele yako? Nini ni mpango wako wa maisha? Mbele yako ndoto yako inasemaje? Maono yako yaliyoko yanasemaje? Aliyekuita, aliyeko mbinguni anasemaje? Aliyekupa moyo na mzigo wa kufanya hicho kitu anasemaje? Neno linasemaje? Maandiko yanasemaje? Usiongozwe na hisia tu. Kidogo umekwazika unaondoka. Kidogo umekwazika na achana naye. Kidogo umekwazika umemfukuza. Kidogo umtaki mtoto upeleka huko. Kidogo umekwazwa, kidogo unaacha kazi unaondoka. Kidogo umefanya une left group. Usiongozwe na hisia kwenye kufanya maamuzi. Ongozwa na kusudi, ongozwa na ndoto, ongozwa na mpango wako wa maisha, ongozwa na lengo lako la wewe kuwepo duniani, ongozwa na Mungu anasema nini kwenye maisha yako.
Ukifanya mambo hayo, utapita kwenye nyakati ngumu smoothly. Zitakuwa ngumu na wengine wataona upiti, upenyi, utoboi, lakini wanakuona kama Shadrach, Meshaki na Abednego unatembea kwenye moto. Inawezekana. Nimepita huko, nimevuka, na kupa mbinu za kukusaidia kupita na wewe, na utavuka in the name of Jesus. Naitwa Chris Mauki.